Naambia Mungu, aki wewe ndio ulinena hii marriage. Na sasa ona vile imenizidi. Hii maji nimekuwekea. Uibariki na uitakase. Asubuhi nikioga na nioshe mwili yangu, hiyo jini sinizidi. Sasa nilikuwa naishi hiyo maisha. Hiyo maji nilikuwa na maintain, usiku naiweka. Naanza kuomba, naambia Mungu takasa hii maji. Alafu sasa hii mwili yangu ilikuja ikakauka. Juu huku kwa private part mko unafikia mtu amenikata na wembe. Makojo ikipita ni shida. Nikamwambia walitumia trick. Wakaniambia zindikisha Made Kariobangi roundabout. Tunaenda kuona relative we. Sasa mimi pia nikatoka na Made, nimemvalisha nguo yangu. Ndio alikuja na nguo moja. Nimpeleke Kariobangi. Tukashuka roundabout, wenyewe tukakutana na hao wasichana wawili. Tukaandamana kwenda Korokocho. Ndio kuingia tukakunywa chai, mimi nikajua ni sitting room nyumba smart. Tukakunywa chai, watu wanacheka, sikujua ni kama last supper yangu. Ndio kuingia kwa ile nyumba, ndio nikapata kumbe nilikuwa nimepelekwa sacrifice. Akaanza kuuliza, kumbe Made na wasichana ndio waliua watoto wangu. Na wewe uniambii? Kumbe hata wewe ulikuwa kwa hiyo mpango, mbona ulinyamaza? Nikamwambia sijui kile walifanya. Ndio mdomo yangu nilifunga hivi. Siwezi ambia mtu. After hiyo vituko nilifanya ya kupigana na kila kitu, ndio nilienda nikamwambia hata baba yangu. Nikaanza kuambia watoto wetu, nikaambia watu hapa, nikaanza kuambia hapa watu kwa estate kenye ilifanyika. Ndio watu wakauliza, kumbe watoto walikufa vile nilipeleka kwa mganga. Nikamwambia kwa mganga nilichukuliwa nywele, nikachukuliwa makucha, nikachukuliwa mate. Watu kaniambia, "Woi, hiyo walikuinitiate. Utatokaje hapo? Hiyo tayari ni mwili yako imepatiwa, wamepatiana mwili yako. Utatokaje hapo? Hiyo ni kama jela. Utatokaje hapo?" Sasa kwa hii process ya jini kulala na mimi, ikakuja kana na mimi sasa nimechoka. Ndio nikakimbia nyumbani kwenda kuambia baba yangu. Sasa kwa hii process ya hii kitu ilikuwa inalala na mimi, mzee wangu ni mlevi, hajui chochote. Yeye anakuaga mlevi throughout. Ni matusi. Sasa matusi ikakuwa uliua watoto wangu. Sasa walimbadilisha akili, anaona mimi ndio niliua watoto wake. Sasa ikakuwa mimi ndio muuaji. Sasa alikuwa ananipatia hasira, namuuliza, "Mimi naweza ua watoto kweli? Nishike mimba niue watoto?" Na wasichana wenyewe walitoa kibunda ya pesa. Watoto wakakulwa hivyo. Akaniambia, "Usiniambie, wewe ni mwanamke mjinga. Mtu anakupelekaje kwa mganga na unaenda huko unakaa na unajua vizuri uko na mimba?" Nikamwambia, "Hiyo ujinga yangu ndio hiyo nilifanya kwenda kuchukua mamako ushago. Ndio hiyo ujinga moja nikapeleka kwa mganga na ishatendeka. Siwezi reverse. Watoto wangu wote walienda hivyo. Wewe ni sameju, mimi sikujua atafanya nini." Sasa ndio akaanzaga saa zingine akiwa tu kidogo hivi anaanza kuulizia. Anaulizia, anafunikiwa. Hivyo. Sasa ikakuwa hata ni kama alisahau. Sasa ni kunitusi mimi. Ni mimi ndio niliua watoto. Wewe mwanamke mchawi, wewe ndio uliua watoto. Sasa ikakuwa ni vita. Yaani hatuwezi patana kwa kuongea. Nilijua tu nimeanza. Kumbe hii ndio marriage ile ili profesa isiwa nikiwa mdogo, nitakuja kuteseka. Nitakuwa na ile total darkness, yani marriage ile total darkness. Sasa naiona ndio hii. Sasa mimi kuna tu sijui vile Mungu alinifanya. Nilikuwa na roho ngumu na kuvumilia. Naona hizo zote watu wananiambia kichwa chako sio nzuri. Wewe lazima ukae na bwana. Lazima ukae na mwanaume. Kazi unatukanwa, hauna uzuri hapa kwa hii, so utoke. Hata makazi wangu wote, relatives, wanaona hali yangu vile nakaa.
wananiuliza lazima ukae kwa hiyo marriage. Njaa, unaishiki njaa. Njaa yezi wa mtu. Nilikuwa nakaa hata siku 4 hujakula chochote. Sasa watoto wangu wakienda Parabai Primary School, watoto wana faint kwa parade. Ndio walimu wakiwapeleka hosi hapa Jericho dispensary. Watoto wakipimwa ni njaa. Inabidi walimu waanze kununua maziwa nini. Walimu wanataka kujua nini inaendelea kwa nyumba. Watoto wanasema hatujakula. Hakuna chakula. Juu sasa hapo nilianza kulemewa. Sasa nimeanza kulemewa kila saa nikiamka nikizunguzungu. Nikiamka nikizunguzungu. Sasa ile kitu imenizidi. Sasa nikizaa huyu mtoto nilizaa after twins. Nikakaa hiyo 2000 and nimemzaa 2004. Sasa 2005 haikuwa bado hiyo kitu yani inakuja mara moja mara mbili. Yani kwa mwezi unazapata inakuja mara 2 ama mara 3. Lakini sio ile mbaya sana. Lakini sasa siku ile nilienda kwa sister in law. Kupitia tu kwa nyumba yake huko Dandora kula naishi. Akanipatia nguo. Akaniambia, umenaona ile tu yenye ukitoka kuzaa, mtu unaona. Hata umenaona uko smart. Nimetoka kununua uniform ya mtoto. Akaniambia, "Pima hizi nguo." Nilitoa Kikomba nikapima hizo nguo. Akanipatia nikakuja nazo hapa. Kenye niliona. Sasa ndio hiyo jini nilifanyia kazi. Sasa sijui nguo alitoa wapi. Sasa vile nilikuwa ninalia kwa nyumba zao nikisema wanirudishie nguo, hivyo ndio vile nirudishia nguo. Sasa kuanzia hapo from nguo nilikuwa navaa size 50 nilirudi size 12. Nikakuwa black. Nimeisha nakaa kama mtu ako na AIDS. Sasa nilikuwa nashindwa. How comes huyu bwanangu anasemaga kitu ile inanifanyikia? Kwani yeye anajua aje? Ananiambia mimi nalala na wanaume wengi. Mimi ni mbwa malaya. Unalala na wanaume wengi. Sasa nashindwa ina connect aje na mzee wangu. Sasa ikakuwa hivyo. Lakini nikienda kwa mwombaji ama kwa mganga, juu inanisumbua. Naambia, niko na shida, niko na hali fulani inanisumbua. Unaweza nisaidia? Hata kuna kitu wewe na mimi si nani. Lakini kimaliza kazi yake. Huku chini ni kama pilipili imechanganywa na chumvi na kila kitu. Uwezi vaa pant. Inawasha na kuna joto ingine extra. Na yani ni kama yani nakufa. Na ile liquid zinatoka kwangu ni 2 types. Kuna ya black na kuna hiyo cream. Na hiyo cream inanuka. Nanuka yani naweza vaa pants kama 6 ama 7 mtani. Yani na change. Jo hii harufu na kila size inamwagika throughout. Sasa hiyo ndio ikakuwa maisha yangu. Inamwagika tu hivyo. Sasa ni kuchange ama kuweka matowels hivyo. Na mwili yani ngozi yako imekauka hivi. Ngozi yani waga imekauka tu hivi. Vile unazidi kukonda umeisha hivyo, mwili pia imekauka. Hata siku moja nilikuwa nimezidiwa. Nikaenda kwa chief hapa. Yani ni kama yani nasikia sivi niko dunia gani. Nikitembea niko tu zigzag hivi. Nikaambiwa chief, mimi niko vibaya kwangu, niko njaa. Sikuli. Na mzee wangu alipotelea kwa pombe. Pesa yake yote anakaga bahasha kwa ule mama wa pombe. Lazima niende huko, niende niombe huko. Na nikienda kuomba huko, watu wananichekelea huko kwa Chang'aa. Alafu, huyo mama wa Chang'aa anamuuliza, "Nimpatie ngapi?" Nitoe nimpatie ngapi? "Patia mwanamke mjinga, patia 1000 aende." Nikasema, hata sijalipa nyumba. Chakula kuna kwa nyumba itafungwa. So ongeze tu hata ingine Chris. Wewe mwanamke usijaribu kunifuata kwa pombe hapa tena. Ukinifuata next time nitakupiga vibaya sana. Alafu yo mama anarudi. Ni mama anauzaga Chang'aa hapa Makadara. Yeye ndiye alikuwa anaikaga hizo pesa. Sasa namfuata huko naenda, anatoa hiyo 1000. Namuuliza, "Sasa hii 1000 itafanya nini?" Ananiambia, "Mpatie mwanamke mjinga, muongeze hapa 1000 aende."
asinifuate tena. Ananipatia hiyo, anaongezea itatosha hata rent na mkonja, kila kitu hakuna kwa nyumba. Shule pia iko hapo, hakuna vile hata ulipe vitu za shule, madeni tu. Sasa hiyo ndio ikakuwa maisha. Angeweza hata kunipatia ndugu hivi kwa mkono. Siwezi patia mwanamke malaya pesa kwa mkono. Au mabwana zake wampatie. Sasa nilikuwa nashindwa. Inakuaje? Hii kitu ndio inanitendekea ukweli, lakini in spiritual form. Na ina connectaje na mzee wangu? Lakini kitu ya ajabu ilikuwa ati in most cases mimi mzee wangu angeweza yani siwezi mvutia kwa njia yote. Siwezi. Hata kiwa karibu na mimi yeye wakati ni mbaridi hivi. Mpaka siku moja akauliza, "Kwani ni nini mbaya?" Juu tulikuwa tunakaa like 3 years, tuko nyumba moja. 3 years. Hatujai kuwa kama bibi na bwana. Lakini ile tu siku Mungu atamfungua. Na ilikuwa inamfungua kama nimepata ndoto fulani. Nilikuwa napataga ndoto ati kuna simba iko kwa nyumba, na hiyo simba ni kubwa kabisa. Inanguruma, alafu kuna hiyo mawe, kuna stone. Ni sharp edge, ni sharp mbele, huku kote ni moto inawaka. Sasa nikisikia tu sauti inaniambia, Elizabeth, follow that stone. Nakimbia. Ati nafuata hiyo mawe, nakimbia kwa hiyo ndoto. Alafu ile jitu inakuja na nisimamia mbele. Juu ni huge. Na nisimamia mbele na ni black. Ikisha nisimamia hivyo, sitafikia ile jiwe. Ile jiwe inaingia ikienda. Na nikiota tu hivyo nimeona hiyo simba na hiyo jiwe. Mzee wangu macho tafunguka. Hata kuna bibi yangu. Lakini ushangaa, kwa nini wasichana wetu wananiambia ati wewe ni malaya, umbwa? Nisiwahi kuwa na wewe kama bibi yangu, juu wewe ulitembea nje na mabwana wengi, kuna ukimwi. Wacha hiyo ukimwi ile nipate. Hivyo ndio vile tukikutana hivyo, mimba ndio hiyo. Wakisikia tu niko na mimba, wanaanza kumsomea. Si tulikwambia mwanamke mfukuze. Huyu mwanamke ni malaya mkubwa. Atakuwa na ukimwi. Na unaona anakaa kama mtu ukimwi. Atakuambukiza. Ananiambia mimi kama nimeishi na wewe, unazaa mtoto sioni. Mbona hawa wasichana na madhe wanasemanga ati uko na ukimwi? Juu yenyewe nilikuwa na sense zote. Ukiniona nilikuwa kama mtu wa AIDS. Kala, vile nakaa, nimeisha. Na nyamazaga tu. Sasa hiyo ndio ikakuwa maisha. Uonagi mzee wako akikuja kikuona hivi, umbwa malaya, hiyo ndio jina. Bad omen. Siku gani utakufa? Ama nitakukata vipande nikunywe damu yako, babaka akuja bebe na gunia. Sasa ilikuwa gani hivyo? Hivyo tu siku moja akabeba hiyo kisu kutumaliza. Ni kuna dirisha nyuma ya sasa kama hii nyumba nyuma. Nilitengenezaga, nilibomoa glass. In case of any emergency, amekuja ni kuua leo, narusha watoto hapo napitia hapo. Na hapo ndio tulikuwa tunapitia si wote. Na watoto walikuwa wanajua. Akisikia tu ndio yule anakuja na makelele na anaanzia kwa barabara. Anaita tu auma. Mbwa malaya. Nikikuja hapo nikupate na kurua leo na kisu. Sasa tukishasikia hivyo, watoto wangu wananiambia, "Mami, jitayarishe ndio ule anakuja." Mpenye wenye chini ya kitanda. Juu chini ya kitanda watoto wanaogopa unaweza patikana. Sasa hiyo mpenye ya nyuma hiyo tunapitia hapo sisi wote. Sasa unajua akiingia anafikiria tu tuko. Tulishatoka kitambo tuko nje. Sasa hiyo ilikuwa maisha. Mama anakuja amebeba mawe kubwa. Auma leo nakuua. Nini unafanyaga kwa boma yetu na uliua watoto wangu? Leo nitakuchinja na nikunywe damu yako. Nikukate pieces. Babako anajidai ako na msichana firstborn. Hiyo firstborn wako utapeleka kwenu, sio kwetu. Sisi hatujui mambo ya firstborn. Utapelekwa kwenu ukiwa maiti in pieces. Sasa nilikuwa naishi hivyo tu. Akikuja ni hivyo. Na nikizaa, nani alikwambia uzae? Mimi sitaki mtoto, sina haja na watoto. Sina uzae na hao mabwana zako. Na nitajuaje kama ni mtoto wangu? Na uko na mabwana wengi. Nashindwa. Hii ni language gani sasa? Sasa ilikuwa tu hivyo, yani mzee wangu ni kama ni mwenda. Nje yako tu sawa. Hata unasikia kuna wanawake huko.
Kuna siku alikuwa na mwanamke Makadara, sasa mtu anakuja kuniambia kumbe vile walijifungia kwa huyu akamdrag na kateba pesa yote. Sasa hiyo siku nikajua, mtu akaniambia mzee wako leo alikuwa huko kwa lodge nyingine huko Makadara akadragiwa, baasha na pesa imeenda yote. Nikamwambia Mungu, hata nitapumzika ulevi ya kila siku. Ingaje sitalipa rent, nitakufa njaa. Nitapumzikia ulevi ya kila siku. Sasa ilikuwa huko nje hako tu sawa na wanawake. Lakini hapa kwa nyumba yaani ni historia. Watoto wangu walisikia. Kwa nawaambia, wewe mwanamke mjinga, mimi siwezi hata shughulika na wewe, sina haja na wewe. Wewe lala nao, vijana wako wameshakuwa wakubwa, wanakutosheleza. Watoto wanalia, usikie vibaya. Majina naitwa Jeff Odhiambo Odongo. Odongo ni surname. Mimi ni second born kwa Odongo's family, kwa Elizabeth Auma na Crispus Odongo. So dad sasa ni kwanza kunywa pombe, alipi hao alipi. Sasa time analipa dad, kufika time akilipa hao amkuli food, akilipa hao ni hivyo. Na alikuwa stable, alikuwa anafanya kampuni gani inaitwa Ditech. Alikuwa tu stable vizuri, na dad ni sharp. Actually dad ni sharp sana, sharp kabisa, but kwa life ilikuwa na struggle sana kuhandle, kuwa na responsibility ya zamani. Ilikuwa tu hard kwake sana. So mimi nikigrow ilikuwa niambie dad anything. Hapo kuanzia class 6, 7. Cause dad alikuwa anakudisappoint tu daily. Kimwambia kitu kwanza ni kama utatusiwa. Kitoto ya shule, bopi ya shule, nini yeye teacher anaenda kula pesa ya tuition. Tuition ya monthly, teacher anaenda kula. So mama kwa anafanya hivi. Ndio dada kwa na getting. Iko vile tulikuwa nafanyanga kilewa. Mama akachunga pesa zake. Atachukua zingine, atachuna zingine, atupatie kwa Jeff, shika 500. Pelekea nani? Pelekea misamua hiyo. So ilikuwa deal, ambaye teacher hii nimelipa hii, hizo mali zingine nitalipa, mama atatafuta. Sababu ilikuwa kwa uzi sema dad, itakuwa tu disappointment. So kaanza kuishi hapo, nikajua ni kama mimi sina baba by the way. Kaanza kumwambia mama, hata mimi kama unajua utaniambia babangu ni nani. Kafika time nimesumbua napo na dad, nikamwambia mama, hebu niambie babangu ni nani. Mama kaniambia babako tu ni huyu. So mimi sikuwa nimesenga mbaya. Hadi nilikuwa na feeling tu mimi ndo odd one out kwa family, because nilikuwa tu nasumbuliwa daily. Heza kugono na stress. Nikikoa primary nikaenda kumaliza 8. So hiyo 7 tulikuwa na conversation na dad. Nikimwambia alikuwa anafaa kunipatia ya tuition 500. Nimefukuzwa shule saa hiyo. Na sasa pia teacher wangu anakuibisha vibaya sana. Nakwambia kazi yako wewe na wazazi wako ni kutudanganya tu. Unasemanga next month end month tutalipa na ulipi. Sasa hizo ni miezi ngapi? Ni waongo. So unajua kama mtu inaniuma sana kwa teacher saa zingine anasema tu mbele ya rafiki zako kwa class. Napoenda home. Mimi niko frustrated. Ndio ukienda home utakufanya nini kwanza? Utafanya nini home? Food kwanza ni shida. At least kuna kanga shule, hadi chakula shule kuna kusaidia kidogo. Kuna kulanga time, kuna kulanga Sunday, kuna kulanga uji. Then saa 7 kuna kulanga githeri. So likonga at least na kuna survive, hata kwa food mama kuja kumesota nini na nini. Kwa sawa. Mzingine mama kuja sema mimi sina do, tunakoroga uji hapo. Na unakunywa uji na life iko tu sawa. Wewe bora nini? Kesho ukienda shule, unataka tu kwenda shule kwa sababu unajua shule kuna meal. Waenda tu shule. Kuna time nilikuwa shule parade. But that ilikuwa class 5. Class 5 ndio nilikolapse shule. Kwa parade tu, hiyo time tulikuwa tumeka njaa like kai. Ilikuwa a whole week. Like a whole week tumeka. Kwanza ilikuwa time ikifika hivi madate. Hapo date 20, date 15. Njai kuna tupiga. Yaani mama itafuta. Mama alikuwa amekopa. Tumekopa umekopa kwa maduka, umekopa. Hadi sasa inafika time ile unga iko hapo, napika uji ndo nini. So kwenda shule.
imenilemea kabisa. Hujakula for 3 days. Me at least mimi nilikuwa strong kidogo, nilikuwa naweza kujificha ficha. So brother mkubwa yeye alikuwa na shake, yeye alikuwa akosa kukula, alikuwa anatetemekanga. Yeye na alikuwa anashanga live hata move ana shake. So napata time brother yeye ataenda shule. Yeye anaenda kutetemeka, kichwa inamuuma nini na nini. So mimi nilikuwa naendanga nini, sio nimekaa hivi parade, nika collapse kwenda hivi nini. Kwa mtu nikasema wewe nilikuwa nasikia njaa after kukula. Thick script chali ni baia. Walibayanga soda. Walibayanga soda kwa ofisi. Wanataka ofisi kanibaia soda na kitu nikakula ngovu nikarudi. Unajua kwa mtu isingine unanga aibu. So actually teachers wako wanajua shida tuko nazo. Ikafika time dada alikuja usiku. Alikuja kama maelewa. Dada kwa kilewa unamsikizia kwanza pale kwa namba 10. Yapo kuna jonga. Na ilikuwa ngata time hadi zingine tuko tunapika kwa nyumba. Mshana di mama kama mnaharakisha, mama anaharakisha kukula. Msiwaste time. Mama alikuwa akibai chakula. Saa moja anajaribu wapike. Mkule mapema. Mulale dada kuja kama amelala. Kwa sababu mtu ako na mani mtakula. Ile konga hiyo niko na juanga. So tuko ukisikia tu sauti. Ha! Ndio sauti amekuja, anapiga makelele kwanza huko na matusi kubwa. Hapo sasa ni kwanza kunini, unachangamuka hadi kama kutandika haraka sharp. Uje vile melala mama anawaambia hebu changamkeni hapo, sababu akifika kitu cha kwanza ni kwa terrorize. Hamtakula na amani. Utaamshwa ukitusiwa unakula nini na nini, yeye anawalisha. So that time mwanza kuuliza ndo anasema anawalisha ni baba yako. Kwa nini anafaa kuwalisha? Mimi ndo nalipanga nyumba. Sasa wasema mimi ndo nalipanga nyumba hapa nawalisha na kitutusi. Sasa ilikuwa tu hard sana kwetu. But at some point ni kama tukaanza kuzoea. Kwa sababu jirani wako wanasinga matusi like every day. Said hapa hivi said walikuwa naishi ilikuwa matusi like every day. So kuna siku hiyo dada alikuja usiku. Kwanza ilikuwa ikifika end month. Alafu kulikuwa na ka spirit fulani ni kama tuanza kuijua. Ikifika end month, brother wangu mkubwa alikuwa ni kama alikuwa anakusika kuchoma bulb. Akiasha hivi alikuwa anakujanga labda kutoka shule. Akifanya hivi sharp ikichomeka. Tunajua ni kunoma. Tukaanza kujonga hivyo. Bulb ikichomeka kama end month inaelekea. Tukaanza kujua ni kama ka spirit kameanza kuingia. Sababu ikichomeka ngatu hivi. Hiyo ndio siku nasikia dada ampiga simu. Hello. Kulikuwa na nini mtu wa pombe hapo Ivan Tonyarish. Tumana hapo kwa Nyarish. Mtu akuje chukue nyama ama omena. Anakaa. Dada ameongea vizuri kwa simu. Hakuna nini kwa nyumba ametumana. Ni chakula si anakuja. Hiyo siku ile ilikuwa inapikwa nyama. Ilikuwa noma. Hadi sasa tukaanza kuogopa siku ya nyama. Nyama ikipikwa kwa hao. Ni kama mnafidi shetani. Sema iko na chomeka, bulb iko na chomekanga. Nyama ikipikwa, kwa pika ndio tunasema hii nyama ni kisirani. Sababu nyama iko ikipikwa, dada kwa anakujanga, ata terrorize. Nyama yangu iko wapi? Hata nyama mtakula na amani. Imepikwa mtakula na amani. So what happened? Ilikuwa inafanyika ni hapo kwanza class 8 nikaanza kuwa mjanja. Sababu nilikuwa nafikiri yanga dada kilewa ndio opportunity kwa kufanya nini? Kuchukua pesa zake. Ya kilewa sasa zingine anakuita huko pale anakuwa anaita cause mimi ndo nilikuwa naendanga. Kuja kwa pombe uchukue vitu, kuja uchukue chakula kwa pombe. Kinaba kwa anapatianga do. Funny thing, akwa akipata pesa, alikuwa na trust kushinda mama. Hapo anaweza patia mama do. Alikuwa anapatianga bahasha. Unapata iko na 7,000. Nakwambia pesa. Nitakwenda unifichie. So hata kama dada alikuwa hivyo, mi life yangu nakuanga mwaminifu sana na kuangalia ile ugumu ya kuiba kitu. Nikiiba kitu nisumbua. Siwezi kana kitu ya kuiba, itanisumbua sana. Roho yangu hizi wali kitu ya kuiba yote. Napenda tu vitu zangu kabisa. So dada kupatia pesa, hadi saa zingine nakaa, mama niuliza mpata pesa ngapi? Naambia hakuna. Na niko napo 7,000. Alikuwa anamanga kwa kabati yake, endo niingizio bahasha hapo. So ile document nipatia 500. Ndio fendo unakuja na nipatia mama. Kwa sababu pia niko naogopa sababu mama pia kwa naogopa. Ukipatia bahasha, mama atatoa pesa zingine hapo. Na sasa kishatoa, hautaikuwa na amani. Tunajenga wiki si au kutoka na amani. Sasa niko preferje kufanya noma yako, baki niyo pesa, dada apatiwe pesa. Nataka gawie mama amgawie.
Sasa mama kaanza kutuambia akipatia pesa nipatieni nyie watoto wangu. Lakini kuna ukipatia mami udo hakutakuwa na amani hiyo home. Kila mtu Jerry atajua ni kunoma hapa. Sasa mdada amekam. Siku tu amesumbua hakuwa na nini. Kulikuwa na ile tiko imechomeka. Ndio siku anapika nyama tuko na manga akakama kabanga mlango. Na pia sikio mama sijui alikuwa na hasira zake gani. Mama kaanza kumjibisha. Na nikamwambia so tukigrow tuko na jonga mama akijibisha dad kama amelewa ni kama moto inawaka. Sasa sikio kutokuwa na amani. Sasa ni kama dada alikuwa anagojenga nini? Akimtukana anamtusi. So kaambia mama hata kama mama na dada anakutusi matusi gani? Hebu nyamaza tu. Kisa pia mama kunyamaza kwake ilikuwa tu ngumu. Lazima atajibisha. Akijibisha tu hivi, sasa ni kama dada ameongeza mboga. Ameongeza kila kitu hapo. Sasa sikio dad kasumwa na mama. Mama kajam, kamwambia kwa mimi hutakuwa unanitusi. Ashoni mama anajonga ni strong. Uzi mchapa. Ndio kile najua. Dad chapa mama. Yeye anajonga hivyo. Mama hizi kubali. Sasa tukasimama hapo. Tukamwambia pewa leo ndo siku ya mwisho hutakuwa unatusimamia mbele yetu. Sasa ni class 7 nianza kuwa kubwa tunaweza stand. Kambia mi actually nimekuwa nikiprotect mom, niko naweza simamanga chali. Brother yangu ndo atakuwa atanyamaza, ikisha mwingine ataamka seme wewe. Nini Mr. Kima kelele hapa. So wakasumbuana. Hiyo siku mama akachufanya nini? Kusema na dada kamrusha nje kwa hao. Kambia leo dali hapa. Utakuwa tusikila kitu. So Jerry kila mtu kuna ngachungulia kwa dirisha, kila mtu amefungua hivi. Hiyo ni saa 4 saa 5. Dada amekuja amesumbua watu. Sasa sasa Jerry kila mtu amefungua TV. Kila mtu anaangalia hivyo. Isiko dada alianza kupasua dirisha one by one hizo nyumba. Pasonga dirisha. Wewe katuingia tukasema alipasua hivi dirisha, mama akafanya nini? Mama kazima light sasa zote za nyumba. Sharp. Anko alikuwa kule room, anko alijifungianga. Sasa tukajua leo imekuwa ni noma. Hiyo sio alikuwa possessed kama nini. Hajaifanya hivyo, alivunja dirisha, akapiga dirisha na mkono na nini, akagunga mlango nini. Kulikuwa na kadirisha nyuma ya bedroom, kulikuwa na kadirisha hivi. Mama alikuwa amenona, mama alipitanga kwa dirisha. Tuko na vikisho kila mtu, shwap. Na tuka na dirisha. Na dirisha nyuma, hiyo kadirisha kadogo hivi, tulitoshianga. Mama hata jula alitoshianga. Alivuka kavuka nao, sote tukavuka, tukachanga hiyo nyumba hivyo. Vijana wawili wakubwa wanasikia vibaya. Mama anamwambia nitatoa uchi yangu niwaonyeshe vile niliwazaa na niwaue nyinyi wote. Sasa watoto wangu niwaoka. Wanalia, ananiambia mami, si turudi kule tulikuwa tunaishi peke yetu. Badala tutukane hivi kila siku. Sasa ilikuwa tu hivyo. Sasa nauliza, tena kwa nini ati lala na watoto wako? Nasikia uchungu, lakini siwezi. Pia madhe hayuko. Kule naweza enda hakuna. Sasa tena vile hii jini linizidi, juu hii jini ilikuwa na power ya kubadilika sura ile nataka. Sasa hii jini ilikuwa ikikuja, inakuja na sura ya baba yangu. Anafaa, unaona tu ni babangu amefanya kazi na mimi. Kesho yake ni brother yangu Maisolo. Hiyo ingine ni relative wangu, kazini wangu mwingine. Ilikuwa constant hao watu watatu. Ndio baadaye after like 2 years ikaanza kuchange. Sasa hata nikiangalia TV hivi, ule broadcaster ule nitaona kiwatch TV akitangaza news usiku, hiyo ndio nitamuona inakuja na sura ya huyu mtu. Nikawachana na mambo ya watch TV. Nikiona tu mtu yote pale mwanaume usiku ndio huyo. Unaona president anaongea usiku, unaona uko naye. Ikakuja sasa nikaogopa. Sasa nikisalamia mtu mwanaume yote mchana na handshake, usiku ni yeye. Nikavoid handshake. Naweza salamia tu mtu habari yako nzuri. Kama ni mwanamke mwenzangu nimekusalamia na mkono, usiku ni wewe, tuko na wewe, tunafanya lazima. Sasa ilikuwa ni vituko. Sasa nakuja na picha ya baba yangu, ndugu yangu na ule mtoto wa kazini yangu.
Nikisalamia mtu ni huyo. Nikiwatch TV sana niliavoid kila kitu. TV nimewacha. Usingizi nakaa kwa kiti. Juu nimgopa mjakula. Ikifika tu saa 11 saa 12 naanza kufikiria. Ai, leo nitalala aje? Leo nitalala aje jamani? Leo nitalala wapi? Nimechoka. Sasa nikaamua mchana nalala, juu silalagi. Sasa usiku ndo saa yangu ya kufua. Usiku naweza fua, nioshe nyumba, nifanye nini? Juu na avoid ile act. Lakini siwezi ambia mtu. Maneiba wanakujaga wanamka, napis nimeanika, nimefua, wananiulizaga Mama Jeff, wewe unafuaga saa ngapi? Nakaa tu. Nilikuwa napendaga nyimbo. Ingine hapo ilikuwa inaimbaga, Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Nilikuwa naimbaga tu hivyo usiku. Alafu hiyo nyimbo ya nikumbuke. Sasa napendaga tu kuimba hivyo, nimekaa kwa kiti. Juu sasa huwezi lala. Nikaanza kuomba sasa. Nikamwambia, Mata aliambia niombage baba yetu aliye mbinguni. Sasa nilikuwa nachotaga maji kwa kasuku. Na hiyo maji naiweka nje. Naambia Mungu, aki wewe ndio ulinena hii marriage. Na sasa ona vile imenizidi. Hii maji nimekuwekea. Uibariki na uitakase. Asubuhi nikioga na nioshe mwili yangu, hiyo jini sinizidi. Sasa nilikuwa naishi hiyo maisha. Hiyo maji nilikuwa na maintain. Usiku naiweka. Naanza kuomba. Naambia Mungu takasa hii maji. Alafu sasa hii mwili yangu ilikuja ikakauka. Juu huku kwa private part unafikia mtu amenikata na wembe. Makojo ikipita ni shida. Hapo unamkata tu unapata cuts. Ujui nani alikata. Ni kama unafikia umekatwa na wembe. Sasa makojo ikipita ni shida. Then nilikuwa na 3 types of wounds. Ingine ilikuwa sharp. Hizi taka nivae panty. Ingine ilikuwa iko na tushimo. Na sasa hiyo ilikuwa na tushimo hizo. Ndio nilikuwa nachukua time yangu, saa zingine najiangalia. Naona vitu zinafanya hivi ndani. Juu niko hivi lakini nasikia vitu kuna ndani. Nashindwa ni nini. Nikaanza kuona vitu za white. Huyo mzee alikufa like 2 years ago. Nilikuwa na mzee mwingine hapa, nilienda kwa chief. Sasa kuripotia chief vile niko njaa na watoto. Na mzee wangu simuonagi, wako tu kwa pombe. Sasa chief akamuita. Wakamwambia, hata kama mtaki msichana wenyewe, ulishatoa mahari? Ati sijaitoa mahari. Na msichana wenyewe unamtesa hivi kwa nini? Usimpatie hata pesa ya chakula, hata kama umtaki basi uache aende. Anaongeleshwa, anaanza kutoa pesa kidogo. Sasa anatoa kidogo lakini na matusi. Umbwa hizi takataka na walisha kama maumbwa hapa. Nenda nunua unga. Utakaa hapa njaa ukufe. Urudi kwenu ukiwa pieces. Sasa kila siku gani threat ya kunichinja. Ananiambia mwisho yako wewe mwanamke nitakuchinja nikunywe damu yako na utanifuata. Mama yangu ni mjuaji. Mama yangu sio mchezo. Hatuna unashindana na mama yangu. Uwezani na mama yangu. Wewe utakufa kama umbwa. Na nikamwambia mama yako hawezi shinda Mungu. Hawezi shinda Mungu. Na Mungu ndiye amefanya nimekaa kwa hii boma. Na siku moja mtaona sitakufa kama umbwa. Hata hiyo kunichinja, hamtakunywa damu yangu. Hamtakunywa. Mwisho tutaona nani atashinda. Sasa nikamwambia mimi naye Mungu atanishindania siku moja. Mimi wacha niteseke tu hivi, ulishauza damu yangu. Kumbe ulinioa tu ukauza damu yangu. Sasa ndio hii. Wacha jusiezi enda kwetu vile nafanana hivi. Wacha nikufe mtanizika. Sasa siku ile nilinizidi nikaenda ushago. Nikamwambia baba yangu, "Father, aki jini wewe nalala na mimi ninakuja na sura yako.
Ninakuja na sura ya ndugu yangu, ninakuja na sura ya mtoto wa kazini yangu. Imenizidi, nisaidie. Babangu akaenda kwa mganga mwingine huko Ugunja. Akamuuliza, mtoto wangu msichana amekuja kuniambia maneno mengine mpaka nimelia. Ati kuna kitu inalala na imemwaribu. Huyo mganga akaangalia akasema, hata mtoto wako hizi ishi na mwanaume, mtoto wako aliharibiwa. Na tuna hizo pati za mwili walichukua. Walimwinshit kwa hiyo kitu na wakamweka mbali. Kusaidia mtoto msichana ni ngumu. Sijui atasaidiwa aje. Juu watu walichukua pati za mwili. Ati hawangechukua pati za mwili, ingekuwa rahisi kumsaidia. Sasa tena mganga tena akaambia Fadhe, ati unipatie huyu msichana wako nioe. Mimi kama mganga najua vile nitamlinda. Sasa mganga anaweza kuniambia ati sikubali ni kuoe juu wewe sasa huwezi ishi na mwanaume yote. Pengine uishi tu na mganga mwenye anajua uganga. Mimi nikaona hivyo nikatoroka, sikuirudi huko tena. Nikasema kama hiyo ndio maneno inanisumbua, tena mganga ananiambia nini? Nikatoka huko, sikurudi huko tena. Sasa ndo nikaanza uombaji. Sasa tena nikaona mganga yote mwanaume nimeenda kwake. Nikiingia tu hivi ako na hisia na mimi. Immediately tu ameniona hivi. Nikasema tena hii pepe imegeukia watu. Mimi nikikuja niko na shida. Tena the same thing. Mwana mtu anataka akue na wewe. Mimi nikatoroka nikasema mimi kama ni wanaume nimetoroka sasa. Nikaanza sasa kutafuta watu waombaji wanawake. Ndio tena siku moja nilikoncheka kabisa. Nikaenda kichwa ilikuwa inaniuma na tumbo inanikata vile nilienda nyumbani. Sasa huyu muombaji alikuwa Siaya. Nikamwambia dadangu mimi nakufa lakini sijui ninaniua. Dadangu akaniambia mtoto wetu kuna muombaji najua huko Siaya. Wacha nikupatie pesa ukimbie Siaya uende usaidiwe. Nikaenda Siaya na huyu mtoto wangu mwenye nilizaa after my twins. Huyo mama akaniombea alikuwa mama wa Lejo. Akaniombea, akaniosha nini. Hiyo kichwa ikapoa. Huyo mama saa zile alinizindikisha tu kwa stage hivi. Juu lazima ilikuwa nishikwe, juu kichwa iliniuma mpaka naona kila kitu ni white. Siwezi ona. Nakakaa blind. Na mtoto wa 5 months. Sasa kanizindikisha kwa stage akaambia watu wa gari mumfikishe Nyadorera. Juu huyu mama haoni vizuri, kichwa imemuuma. Sasa kufika pale akaniweka kwa gari. Mama karudi kwa nyumba. Huyo mama vile alirudi kwa nyumba, alipata nyumba yote imechomeka. Kila kitu ni jivu. Nguo, kiti, kila kitu imechomeka ni jivu. Lakini anaishi kwa ploti. Neighbor hajasikia hiyo mambo. Hajaona hata moshi. Lakini nyumba kila kitu ni jivu ya black. Kuna kitu hata moja. Kidogo hivi naona mama amekuja kwa stage hata gari hajatoka. Akaniuliza ati nimekuombea lakini kenye nimeona kwangu nyumba yangu imechomeka yote. Kila kitu ni vumbi. Kwani hiyo jini ina gani? Imechoma mpaka nyumba yangu. Sasa wewe umepona, nyumba yangu imechomeka. Sijaiona kitu kama hiyo. Lakini na wish huyo mama alikufa like 3 years ago. Angeisema Kenya aliona. Nyumba yake ilichomeka yote. Sasa siku moja tena nikajaribu kwenda kwa muombaji mwingine. Yule muombaji ati anataka kuniombea. Alianguka chini nikafikiri amekufa. Hiyo jini ikamgonga. Sasa ilikuwa kitu kingine ya ajabu. Ndio hata kwa hii nyumba vile tulikuwa tunaishi ya AD 23 57 41. Ilikuwa inafunua masufuria usiku. Usiku mnalala masufuria kwanza mkipika nyama. Hiyo siku ya nyama hakunanga amani. Mzee wangu akinunua nyama ni kelele. Kumbe hiyo ndio inakuwa siku ya hiyo kitu inakula hiyo nyama. Hiyo ndio siku sana tuko tunatoka ngana dirisha. Hatutalala kwa hiyo nyumba. Ama tukirudi siku ya nyama amenunua hiyo nyama pige kelele. Sasa mimi nilisema sitawahi kula nyama kwa hii nyumba. Juu hii nyama sijuagi kikuja inakuwa na nini. Sasa watoto wangu wakasema mami, hata kinunua hiyo nyama yake tusiwahi kula. Juu hiyo nyama ikikuja lazima tulalage nje. Tumwachie tu. Sasa usiku mkilala jikoni sufuria zinafunuliwa. Unasikia tu yani vitu zinatendeka kwa jikoni na kila saa tuko unasikia mtu anatembea kwa nyumba lakini umuoni.
Kitu ya ajabu ilikuwaga tukiamka choo imejaa, unafikia choo mtu ni kama watu watatu walienda. Sasa bwanangu anagombana na brother yake, brother yake alikuwa anaishi kwa room ndogo. Wanagombana na yeye tukoni nenda kwa choo na uflash. Baadaye nikagundua kumbe hata iko huyo shemeji yangu. Siku moja siku ya Christmas tuliamka asubuhi tukapata the same hiyo choo imewekwa iko kwa mlango yangu. Sasa nikaanza kuongea na maneiba nikauliza, nani huyu amenifanyia kitu kama hii? Sasa vile nilienda kwa muombaji nikamuuliza, ni nani anakunyaga kwa mlango yangu? Mmoja akacheka tu. Akasema, si umeishi kwa nyumba wenyewe? Hiyo nyumba iko na mwenyewe. Na huyo mwenyewe ndiye anatenda hizo maneno zote. Na huyo mwenyewe ndio bwana yako. Na uko na mabwana wengi. Na ni ukweli nilikuwa naambiwa kila mahali. Wewe uko na mabwana wengi juu. Ni hiyo jitu plus hizo zingine kama 7. Bado ziko kwako. Na always ukiziona hata kwa dream ziko naked. Alafu ziko dark lakini zinakurepa hizo 7 zote plus ile jitu.